الحمد لله الذي خلق الخلق بحكمة وتدبير وجعل التأني سبيل الراشدين ونهى عن العجلة والتهور وسوء التقدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم المصير. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن من أعظم خصال المؤمن التأني في الأمور والتثبت عند الحكم وترك العجلة والتسرع، فإن العجول يقع في الزلل، والمتأني يصيب الحق بإذن الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ففي هذه الآية أمر بالتثبت ونهي عن التسرع في نقل الأخبار وإصدار الأحكام، لئلا يقع الإنسان في الظلم والندم. انتهى كلامه رحمه الله. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم تكيا صالة سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, mcheni Allah subhanahu wa taala ukweli wa kumcha, na mtambue ya kwamba miongoni mwa mambo makubwa kwa mu'min, miongoni mwa tabia iliyokuwa bora na ni tabia adhim kwa mu'min, at-ta'anni fil umur, kuwa na upole katika majambo yake, kufanya upole na kutokuwa na haraka katika mambo yake, watathabuta inda alhukm, na kufanya uthibitisho wakati wa kutoa hukumu. Jambo limekufikia ukatafuta uthibitisho wa jambo hilo ili uweze kutoa hukumu ya sawasawa. Wa tarka alajalati watasarru, na kuacha ule uharaka wa mambo na kuwa na pupa katika kutoa hukumu, katika kuyaendea majambo. Fa innal ajula, kwa hakika ya mwenye kwenda haraka katika mambo, yaqa'u fi zalal, huingia katika makosa. Wal mutaanni yusibu alhaqa biidhnillah, na yule ambaye anayefanya majambo yake kwa upole huipatia haki, huipata haki kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi ambao mlioamini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akikujilieni mtu fasik na habari, basi tafuteni uthibitisho. Tutafute uthibitisho kwa habari hiyo, kwa sababu mtu huyu fasik huenda ametujilia na habari ya uongo, ametujilia na habari ambayo haikuthibiti. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: ففي هذه الآية أمر بالتثبت. أنا سمع الإمام ابن كثير رحمه الله، نكتك آية هي كنا maamrisho ya Allah tabaraka wa taala kutafuta uthibitisho katika akhbar, wa nahyun 'ani at-tasarruh, na makatazo kunako kufanya haraka, kukimbilia majambo hali ya kuwa majambo hayo si ya kweli. Fi naqli al-akhbar, katika kunukuu habari, wa isdaru al-hukm, lakini kadhalika kutoa hukumu, tukatoa hukumu katika jambo ambalo si la sawa sawa,
katika jambo ambalo si la kweli, ukamhukumu muislamu mwenzio, ukamhukumu katika hali ambayo Allah jalla wa ala ametukemea kuzichukua habari kwa uharaka na kuzitolea hukumu bila ya kufanya tathabut. Tumekatazwa kufanya hivyo lialla yaqa al-insan fi dhulm wan-nadab, ili asije akaingia mwanadamu katika dhulma na majuto, akajutia kwa nini nimefanya hivi, kwa nini imekuwa hivi. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa hiyo enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatukumbusha masala mazima ya kutafuta uthibitisho wa akhbar, uthibitisho wa majambo kabla ya kutoa hukumu, kabla ya kuwa na haraka ya kulieneza jambo hilo wala kutaka kulifanyia kazi. Kwanza tafuta uthibitisho wa jambo hilo. Je, ni kweli? Ikiwa ni kweli, sasa hatua nyingine ndiyo zifuate. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan, rawahu al-imam al-Bayhaqi fi shu'ab al-iman. Na imepokewa kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, at-ta'anni min Allah, upole natokana na Allah tabaraka wa taala, wal ajalatu min ash-shaytan, na haraka hutokana na shaytan. Rawahu al-imam al-Bayhaqi fi shu'ab al-iman wa hasanahu al-imam al-Albani fi sahih al-jami'. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuelekeza waumini waislam tuwe na upole katika majambo yetu, tusiwe na haraka, kwani haraka inatokana na shaytan. Fattaanni khuluqun mahmud, upole ni tabia ambayo yenye kuhimidiwa, yenye kuzungumzwa kwa uzuri. Tabia hii يدل على رجحان العقل وكمال الحكمة. أما العجلة فغالبا ما تورث الحسرة والخطأ. Upole ni tabia ambayo yenye kuhimidiwa, yenye kuzungumzwa vizuri, ambayo inajulisha juu ya kurejesha mrejesho wa sawasawa katika akili, kwamba akili yako itafanya machaguzi yaliyokuwa ya sawa, na ukamilifu wa hikma utapatikana kutokana na ule upole. Hautahukumu mambo bila ya kuwa na utimilifu wa ile habari yenyewe. Lakini kadhalika, amma al-ajala, amma ule uharaka wa mambo, fa ghaliban, mara nyingi huwa jambo hili kulihukumu kwa haraka ama ukalifanyia haraka jambo fulani, huwa mara nyingi huingia katika hasara na katika makosa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lil-Ashaj Abd al-Qais, inna fika khaslatan yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-anah. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumwambia al-Ashaj Abd al-Qais, inna fika khaslatan, kwa hakika yako wewe kwako kuna mambo mawili, yuhibbuhum Allah, anayapenda Allah tabaraka wa taala, al-hilm wal-anah, upole na ule uthibitisho wa mambo, kutokuwa na haraka. Wal-anah hiya at-tathabbut wa tarku al-ajala, ni kule kuthibitisha majambo, kuthibitisha mambo, habari vile ambavyo imekujilia, ukaitafutia uthibitisho wake na ukaacha ile haraka.
wa hiya min akhlaqi al-anbiya'i was-salihin, nayo ni katika tabia za manabii wa Allah tabaraka wa taala na watu wema. وقد كان السلف الصالح يحثون على التأني ويحذرون من التسرع، na kwa hakika walikuwa wema waliotangulia yahuthun ala at-ta'anni, wakihimizana juu ya kuwa na upole katika majambo yao, wayuhadhiruna min at-tasarru, na wakitahadharishana kutokana na kufanya haraka katika majambo. Faqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, la yablughu ahadun haqiqata al-iman hatta yada'a al-mira'a wa huwa muhiq, wa hatta yada'a al-ajalata fi umurihi. الزهد للإمام أحمد. أنا سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان، hatofikia yoyote yule ule uhakika wa iman, hatta yada'a almiraa wa huwa muhiq, mpaka awache kujionyesha na hali ya kuwa yeye yupo katika haki na hali ya kuwa yeye ni sahibul haq, wa hatta yada'a al-ajalata fi umurihi, mpaka aache uharaka katika majambo yake. Ameyataja haya al-Imam Ahmad fi az-Zuhd. Kwa hiyo wema waliotangulia walikuwa wakiona upole ni miongoni mwa alama za kutengemaa kwa mja, ni miongoni mwa alama za kumfanya mja kuwa amekamilika katika dini yake. Ibadallah, inna at-tasarru' fi al-hukmi 'ala an-nas au fi at-talaq au fi al-khusumat au fi naqli al-kalam yufsidu al-buyuta wa yuqatti'u al-arham wa yajlib an-nadama ba'da fawati al-awan. Fakam min insanin takallama bikalimatin fanadima wa kam min mutasarri'in adaa haqqan au dhalama nafsan. Enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, kwa hakika kufanya haraka katika kuhukumu kwa watu au katika talaka au katika magomvi au katika kunukuu maneno ni jambo ambalo limeharibu na kubomoa majumba, na ni jambo ambalo limepelekea kukata udugu baina ya fulani na ndugu yake, na ni jambo ambalo linapelekea katika majuto baada ya kupita zama au baada ya kupita wakati ambao limetokea jambo hilo. Fakam min insani takallama bikalimatin fanadim, ni wangapi katika wanadamu wamezungumza kwa maneno kisha wakawa ni wenye kujuta kwa maneno hayo. Wa kam min mutasarri'in adaa haqqan au dhalama nafsan, na ni wangapi katika wale ambao waliokuwa wanatasarru katika majambo, wanakuwa na uharaka wa kuhukumu mambo, wakawa wamepoteza haki zao au wamedhulumu nafsi ya mwingine. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التثبت في الأمور وترك العجلة التي هي من الشيطان. انتهى كلامه رحمه الله في زاد المعاد. na anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, na ilikuwa katika mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam at-tathabbut fil umur, kufanya uthibitisho katika majambo, wa tarku al-ajalati allati
hiya min ash-shaytan, na kuacha haraka ambayo haraka hiyo inatokana na shaytan. Fayanbaghi lilmuslim idha arada amran an yastashira wa yastakhira wa yanzura fi al-awaqib ولا يندفع مع الغضب والعاطفة، فإن المتأني قل أن يندم، والمتعجل كثيرا ما يتحسر. Yampasa Muislamu pindi anapokusudia jambo atake ushauri, amtake ushauri Allah subhanahu wa ta'ala, na atazame katika mwisho wa jambo hilo litakuwaje, wala asijizuie pamoja na hasira zake na kule kutafuta kwake ukubwa, akaona ya nini mimi nitake ushauri, ya nini mimi nitafute uthibitisho. Tayari mtu ana hasira, ana ghadhabu, lakini kadhalika anatafuta majority. Kwa hakika yule ambaye mwenye kufanya upole katika majambo yake mara nyingi anakuwa ni mchache wa majuto, na yule mwenye kufanya haraka katika majambo anakuwa ni mwingi wa hasara, kwa sababu inakuwa mwisho wake si mzuri kwa yale ambayo anayoyafanyia haraka. Anakuwa hayafanyii tadqiq, hayatizami majambo kwa undani, hafanyi tathabut katika akhbar, hatafuti uthibitisho katika kunukuu maneno, haangalii jambo hili mwisho wake itakuwaje, bali yeye malengo yake ni kutaka kuwaonyesha watu yeye ni nani na ana nafasi gani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku upole na hikma katika majambo yetu, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na uharaka katika majambo. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atengeneze kauli zetu na matendo yetu, innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.